bila ya kuwa na timu madhubuti kabisa. Bila shaka timu ninayo, na timu hiyo ndio timu ambayo tangu nimeanza safari yangu ya muziki na ndio ambayo bado niko nayo. Timu yenyewe ni hiyo DCMA. Kwa sababu tangu nimejiunga mwishoni mwa 2013 ndio siku ambayo rasmi nilioanza kujifunza muziki na kuwa hapa mahala ambapo nilipo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tangu nimeingia kama mwanafunzi, nikasoma kwa kipindi cha miaka 4 mpaka 5, baadaye nikawa mwalimu, na sasa nimekuwa ni mkurugenzi sanaa na ni mwanamuziki msomi mashuhuri kabisa, na ni mwanamuziki ambaye najiamini popote kwa sababu na ujua muziki haswa. Muziki na ufanya vile ambavyo mimi nataka. Kwa hiyo katika safari yangu watu wengi nimekuwa nikishirikiana na, lakini DCMA ndio sehemu pekee ambayo ilionijenga, ilionifundisha kutoka zero to hero. Kwa hiyo nimejifunza hapo mpaka leo ni takriban miaka 12. Kwa hiyo unaweza kuona albamu hii itakuwa ina upekee na nondo za kiasi gani, kwa sababu ndio albamu ya kwanza tangu nimejiunga DCMA. Miaka 12 ndo nafanya hilo jambo kwa mara ya kwanza, na ndio albamu yangu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nishukuru DCMA, lakini pia sio peke yao, tunafanya muziki kwa ajili ya watu pia. Kwa hiyo hata mashabiki nanyi pia waandishi wa habari mmekuja hapa kwa sababu ya jambo hilo. Kwa hiyo nashukuru sana wote ambao wananiunga mkono ndani ya DCMA na wale ambao wako nje ya DCMA. Nitoe majina, title ya nyimbo ambazo zinakwenda kuwa. Of course, kuna wimbo unaitwa Amka, kuna wimbo unaitwa Pambana, kuna wimbo unaitwa Erokamano, hicho ni Kijaluo. Nimepata maneno hayo nilipokuwa Kenya 2016, nikatungia wimbo. Erokamano manake ni asante. Alafu kuna wimbo unaitwa Stop Racism, manake mambo ya kuacha ubaguzi wa rangi. Alafu kuna wimbo unaitwa Nitakuoa, ndio huo tarabu ambao nimeuimba hapo. Lakini pia kuna wimbo unaitwa Enjoy, kuna wimbo unaitwa Commando, kuna wimbo unaitwa Nivushe, na kuna wimbo unaitwa gani wa mwisho nimesahau? Sofia, na maneno ya kuambiwa pia. Nimemaliza hivi.